Hivi mna uhakika kufanikiwa ndo kutoboa? Kwa sababu hata Alikiba tayari ameshafanikiwa, ila tujaona akitoboa. Haya, na kama ni kutoboa wapi? Mara ngapi? Kwa sababu hata Chidi Benz katoboa, ila cha ajabu baada hajatoboa. Umenipata siye? Ila kuna wale waliotoboa akina Lil Wayne na wengine wengi, na tukicheki kweli wametoboa. Sasa wewe unasubiri nini kutoboa kama wao? Hawa uchoki ugali dagaa kwenye amani. Na kama ningekuwa rais, ningehakikisha natengeneza nchi yenye hera bila kusahau watumiaji. Tena naanza na nyinyi. Yaani kama kutoboa ndio kutoboa. Mbona nyote mngetoboa? Sawa, samaki mkunje ingali mbichi. Kwa hiyo wewe una wasiwasi kuumia ukitoboa ukubwani. Tuletee watoto wako, siku wakitoboa wakuulize kwa nini wewe hukutoboa, uliferi wapi? Uanze kuwadanganya. Sio kwamba niliferi, bali siku ya mtihani ndio siku ya Sisimiza alikuwa anamuua tembo. Na kuna kitu sipendi kama mtu kukuona umetoboa, halafu una magari. Anaanza kukuuliza eti, "Nyie mlifanyaje?" Si tumetoboa ndio maana tumetoboa au? Na hawa waliosema kwamba samaki mmoja akioza wote wanaoza. Kuna mtu unaona ni kweli, ila kuna mtu unaona sio kweli. Hivi ushawahi kuambiwa na walimwengu kwamba pambana uiokoe familia yako? Ina maana wao wamefeli, kwa hiyo upambane wewe ndo uje kuwaokoa, hata kama sio Mwamposa. Hatari. Halafu kuna muda unaona mbona kama ni kweli. Yaani matatizo ya mtu mmoja yanaweza yakawaafect watu wengi. Ndio maana tulikuwa tunajiuliza, wazungu waliwazaje kuja wanne na kuwafunga wa Afrika 400? Walikuwa wanafanyaje? Kumbe walichukua bunduki wakampa Muafrika mmoja wapo, kichwa cha mwenda wazimu, akapiga baruti juu, halafu akasema mikono, wakafungwa mbele kwa mbele. Ila cha ajabu bado mpo nyuma. Kwa hiyo tamaa, ujinga na mafanikio ya mtu mmoja yanaweza kuwa ni kilio kwa watu wengi, na sio kila kilio kinatatuliwa. Mfano, golikipa akipewa red card anaweza akatoka akaingia beki, ukawa umetatua tatizo. Ila tatizo liliopo Simba sasa hivi, unaweza ukajisifia kukata mizizi, kumbe ulikuwa unapaswa uingoe ili sichipue tena. Yaani kama Baba Levo alivyoenda kupunguza pua ila tengeneze kizazi bora kisichokuwa na pua kama familia ya Mzee Kirungi. Kumbe familia inafuata uhalisia wako behind the screen. Ndio maana unashangaa wazazi weupe, watoto weusi, mpaka unajiuliza kwani siku hizi mtoto wa nyoka anakuwa mtoto wa paka? Kumbe ametubua ngozi, kizazi bado mangara, yani cheusi. Mimi napita jamani, mimi napita.